Sasa ndugu zangu wale wane, ladies and gentlemen, kama kawaida tupo kwenye kipindi chetu pendwa cha chumba cha mahojiano. Sasa leo kwenye chumba cha mahojiano tupo live na mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba. Tupo live. Sasa bila kukupotezea muda, na wewe bila kunipotezea mimi muda, bila kukuchosha na wewe bila kunichosha mimi, twende moja kwa moja live. Sasa Waziri Mkuu, tunaona kuna baadhi ya viongozi hawaogopi kabisa mali za umma, yaani wanazitapanya kama panya. Sasa wewe kama Waziri Mkuu unalisemeaje hili? Au wewe kama Waziri Mkuu utalitatuaje hili? Baadhi ya viongozi ambao hawaogopi kabisa mali za umma, wanazitapanya kama panya. Lazima mtu aogope mali ya umma. Ndio. Ni kweli Waziri Mkuu, yani hizi mali za umma inatakiwa ziogopwe sana kama ukoma. Lakini sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa viongozi kila siku tunawakemea, lakini hawataki kubadilika kabisa. Yaani ukizidi kuwakosoa wanakupoteza. Nalo unalizungumziaje kuhusu hawa viongozi ambao hawataki kubadilika? Yaani hawana nidhamu na mali za umma. Unawazungumziaje hawa viongozi ambao hawana nidhamu kabisa na mali za umma? Ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi, tumlazimishe sisi serikali kuogopa kugusa mali ya umma. Lakini mheshimiwa, hii kuwalazimisha tu haitoshi. Yaani inatakiwa tutengeneze mahakama kwa ajili ya kuwashtaki hawa watu ambao wanabadhirifu mali za umma. Mahakama za mafisadi inatakiwa tutengeneze. Lakini mheshimiwa, sasa mimi naona kama kuna sheria zinawalinda, ndio maana zinawafanya wawe majeuri na watumie mali za umma kiholela. Kama kuna sheria zinawalinda, inakuwaje hapo? Kama kuna eneo la sheria irekebishwe haraka sana. Kama kuna eneo la kanuni irekebishwe haraka sana, na ninyi pitieni ili iweze kufit utaratibu huu tunaousema. Sasa mheshimiwa, hapo umenenda. Kwa kweli kama kuna sheria zinawalinda hawa viongozi wanaobadhirifu mali za umma, kwa kweli zirekebishwe, zifutwe. Ndio wala watu bwana wanataka katiba mpya. Mambo hayo. Anyway, tuendelee bwana mheshimiwa. Kabla hujawa waziri, wewe umepitia, umekuwa naibu waziri. Ni kweli mheshimiwa, mimi nilikuwa naibu waziri ndani ya miaka 5 mfululizo kupitia chama cha Chamata, yaani chama cha makatuni Tanzania. Nikiwaongoza makatuni wenzangu ndani ya miaka 5 mfululizo. Lakini kule hamna ubadhirifu wa mali za umma. Manaibu waziri kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Mheshimiwa, ndio kila mwaka wanajaza fomu za maadili. Hivi kati ya naibu waziri na mjumbe wa kamati za tenda, nani yuko likely kukutana na rushwa kiurahisi kila wakati? Kwa kweli mheshimiwa, mjumbe ndio kazi rahisi sana kukutana na rushwa. Kwa kweli mjumbe, ni rahisi sana kukutana na rushwa. Alafu mheshimiwa, kuna tetesi nimezisikia. Hebu sogea kidogo ndugoneze. Sogea ndugoneze. Alafu nasikia mheshimiwa, kuna viongozi wengine wanacheza kamari. Yaani wanachukua mali za umma wanaenda kuweka jamvi. Yaani wanakwenda kubetia. Alafu nasikia hawaweki dau dogo, wanaweka dau kubwa. Yaani wanasema wana stock high. Hivi ni kweli mheshimiwa, hilo jambo ni la ukweli? Wapo watu ambao ile kamati ya maadili ile kamati ya tenda ikishatangazwa tu wanaiwekea dau yote, na dau lenyewe linakuwa linafuatana na mradi anaotafuta. Kwa hiyo sasa wanaweka dau yote kwenye mkeka mmoja. Sasa huo mkeka ukishachanika inakuwaje? Au ndo wana cash out? Kwa hiyo wanaidanganya serikali kuna miradi ya maendeleo wanabuni, kumbe ni uongo, wanataka hela ili wapate hela ya kwenda kucheza kamari. Alafu nasikia mheshimiwa, wakishaliwa kwenye hii kamari kuna vitu wanawekaga poni. Hivi wanaweza kuweka vitu gani na vitu gani hivyo poni? Mwingine nyumba, mwingine gari, mwingine
Mheshimiwa, hiyo nyingine tutamalizia baadaye. Sasa hivi mheshimiwa, hawa viongozi wanaobeti wakiwa bungeni wanasikiliza kweli au ndio wanaangalia mikeka yao kama imetiki au imechanika? Waziri, ukipitisha bajeti pale unaona watu kote wanashangilia, unadhani umesoma bajeti nzuri, kumbe dili lao limepita. Kwa kweli ni kali. Kwa hiyo wewe unapitisha bajeti, wenzio wanashangilia, wewe unajua labda wanashangilia hiyo bajeti, kumbe wanashangilia mikeka imetiki. Ila jamani, haya mambo mengine jamani. Anyway, tutaendelea kipindi kijacho. Usisahau kucomment, kushare na kusubscribe channel yetu. Asante.